Tambua mawazo ya Mungu juu yako, anachowaza Mungu juu yako, sehemu ya 5. Neno letu la msingi linatoka kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 29 aya ya 11. Neno linasema, maana ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Tumekuwa tunaangalia mawazo ya Mungu. Mungu anawazaje? Tukumbuke Mungu ni roho, anawazaje juu ya mwanadamu? Na kwa kawaida Mungu ameyaweka mawazo yake peupe juu ya mtu. Kwa hiyo ni muhimu pia tujue Mungu anawazaje juu yangu mimi binafsi na juu yako wewe, ili uweze kuishi sawa sawa na mawazo ya Mungu juu yako. Kabla ya mwanadamu hajaja duniani, kuna baadhi ya vitu ambavyo Mungu aliviweka peupe. Mojawapo ni kile anachowaza juu ya mtu. Juu ya mtu anawaza nini? Na ameweka wazi kwamba mawazo yake kwetu ni mema, sio ya mabaya. Hata kama tunapita kwenye magumu, kwenye mabaya, inawezekana sehemu kubwa ya mawazo hayo hayatoki kwa Mungu. Ndivyo Mungu alivyo, anachowaza ni chema. Kwa hiyo lengo la topic hii, mfululizo huu, leo ikiwa ni siku ya 5, ni kutaka kujua jinsi anavyowaza Mungu juu yako na mawazo yake yanakuwa ya namna gani, na ameyaweka wazi. Baadhi ya watu wameniuliza, sasa ninajuaje? Ninachukua hatua gani ili nijue anachowaza Mungu juu yangu? Ni parahisi sana. Lazima tuanzie chini kwenye msingi. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu aliumbwa afanane na Mungu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 26 na 27, wakati Mungu anasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, na tumfanye mtu kwa sura na mfano, in our image after our likeness. Kwa tafsiri nyingine, manake mwanadamu alipewa uwezo wa kufikiri kama Mungu, wa kuwaza kama Mungu, wa kubeba imagination, picha ya Mungu ndani yake, na aweze kuishi kwa picha hiyo. Lakini dhambi ilipoingia, iliharibu hiyo taswira. Mwanadamu hakuwa tena na ule uwezo. Confusion, mchanganyiko wa mawazo, sijui nifanyeje, lengo langu ni nini, na ni nini Mungu ameweka ndani ya mtu. Na tumeona baadhi ya watu ambao Mungu amekutana nao, aliwasaidia wajue alichowaza juu yao. Hakuna mtu aliyekwenda akifahamu 100%. Ni kwa sababu ya anguko la mwanadamu na anguko la dhambi. Ukosefu wa mwanadamu uliwikeni ule uwezo wa kukapcha ile network ya Mungu, mawazo, mipango na makusudi ya Mungu kwa mtu. Na tunaporudi kwenye maandiko, yanatuwekea wazi kabisa, na nitaomba kipande hicho tutakisoma. Kinaeleza hayo mawazo na huo mpango wa Mungu kwa mwanadamu kwenye kitabu cha Zaburi ya 139 aya ya 13 hadi ya 16 imeeleza wazi hayo mawazo, na Mungu hakuyaficha. Na watu wengi hatujafika mahali pa kujua haya mawazo, yani nini anachowaza Mungu juu yako wewe. Watu wengi hawajafika hiyo level. Kwa sababu hiyo, tunayo nafasi ya kujua anawaza nini Mungu juu yako na mawazo yake ni yapi. Tukumbuke kwamba haya mawazo ni binafsi. Ya kwako wewe ni ya kwako wewe, na ya yule ni ya yule.
na ya kwangu ni ya kwangu. Ni muhimu ujue mawazo ya Mungu kwako binafsi ni yapi. Kama hutayajua, nina uhakika utateseka sana, utayumba mno kwenye hii dunia. Ni wale watu wanaozunguka kila mahali, na pengine wale tunaowashauri hatujui Mungu anawaza nini juu yao. Kwa hiyo baadhi ya watu wamekuwa wanajaribu hapa, wanajaribu hapa, anajaribu hapa, anajaribu hapa. It's more of confusion. Kwa nini? Mpaka ifike mahali ujue ni nini Mungu anawaza juu yako binafsi. Usipojua ni pagumu sana. Na ukiniambia mimi sielewi, maisha ni magumu, ni kweli yatakuwa magumu. Kwa nini? Mpaka ifike mahali ujue hicho kipande. Na unaanza lini? Tangu ulivyoanza shule. Kama unajua siku ulioanza kwenda chekechea, baby class, the same way tulitakiwa tuwe trained na mawazo ya Mungu juu yako. Kama hujawa trained, ukawa trained ukubwani, tena bagla shagla, si unaelewa yale mafundisho ya kap umemaliza, bado ni pagumu sana, ni pagumu. Baba nisikilize, na mama nao nisikiliza. Kama mtoto ulimchukua ukampeleka baby class mpaka chuo kikuu ili aweze kuwa expert kwenye hilo eneo, ni kwa namna hiyo hiyo hata kwenye mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu sio ya Jumapili tu kanisani. Mawazo ya Mungu ni kitu cha kila siku. Na the moment utakapoyajua anavyowaza juu yako, dunia ni ndogo sana mbele yako. Lakini kama haujui, ni wale ambao tunakamatwa na hofu, wasiwasi wa maisha na sintofahamu ya maisha. Lakini mtu aliyenyoka na mawazo ya Mungu ni ngumu sana kubabaishwa, ni ngumu. Kwa nini? He knows, she knows, anajua. Na tatizo letu ni la kujua. Ndio maana lazima ufahamu anachowaza juu yako, na ni training kama mtu anavyokuwa trained tangu baby class mpaka anapata PhD, na umri umeenda kweli, na mvi zake za kupata hiyo doctorate. The same way hata kwa Mungu. Kwenye kitabu cha Zaburi ya 139 aya ya 13 hadi ya 16 imeeleza mawazo meupe ya Mungu. Mungu akaamua kuyaweka peupe mawazo yake juu yako. Usiseme hayapo, yapo. Na ya kwako sio ya yule. Ndio maana sisi sio photocopy. Be that person. Yajue hayo mawazo ya Mungu kwako ni yapi. Zaburi ya 139 aya 13 hadi ya 16 inasema, maana wewe ndiwe uliniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yayajua sana. Nafsi ya Daudi iliyajua mechanism aliyotumia Mungu kutuumba na kutuunda. Ndio maana anasema nafsi yangu yayajua sana. Nafsi manake utashi, akili na hisia. Nafsi yangu yayajua sana. Mstari wa 15, mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Mstari wa 16, kipengele cha kwanza na kile cha mwisho ambacho ndicho kilichobeba kini, linasema macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado.
mstari wa 17. Mungu, fikira zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Kama ningezihesabu, ni nyingi kuliko mchanga. Niamkapo ningali, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Kuna kitu ambacho Mungu aliandaa kabla hujazaliwa. Ni kile kipande cha mawazo ya Mungu ya kwake juu yako, alichokuwa anakiwaza juu yako. Na kipande hiki kipo kwenye kitabu hiki cha Zaburi ya 139 aya ya 16. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Hizo siku zilizoamriwa ni mawazo ya Mungu yaliyoamriwa juu yako kabla ya ile siku ya kwanza haijaanza. What a life! Ni vitu ambavyo the creator aliyeumba aliandaa, na kwa sababu hiyo ni wajibu wetu wa kujua ni kitu gani alichokiandaa yeye aliyekuumba wewe. Usipoyajua ni pagumu sana. Usipoyajua ni pagumu sana. Nini Mungu aliandika juu yako? Alichoandika ni mawazo yake juu yako wewe. Usiambie hayapo. Those thoughts are there. Hayo mawazo, those thoughts, hayo mawazo yapo, lakini unaweza ukabeba mengine. Kwa hiyo kwenye chuo aliandika siku zilizoamriwa, manake mawazo ya siku ya kutembea, siku, wiki, mwezi, mwaka, miaka, tangu unazaliwa mpaka unaondoka duniani, the creator aliandika. Na huwezi kuishi maisha yenye ukamilifu mpaka ifike mahali uyajue haya mawazo ya aliyekuumba juu yako wewe. Watu wengi wanateseka kwenye eneo hili. Tunaishi kama kubeti, kamari. Unajaribu vitu. Maisha sio ya kujaribu. Sio tujaribu hili, tujaribu lile, tujaribu hili na lile ili ujue. Hapana. Mungu ana haya mawazo yake juu yako. Ikitokea umeyajua, what a life! Ni rahisi sana kwenda na ni rahisi sana kufanikiwa. Mawazo ya Mungu juu yako. Kwenye kitabu cha Zaburi ya 40 aya ya 6 na ya 7, aya ya 6 na ya 7 imeeleza mawazo specifically ya Mungu kwa Daudi. Aya 6 inasema, dhabihu na matoleo hukupendezwa nayo, masikio yangu umeyazibua, sikio langu limefunuliwa lisikie ni nini. Kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Aya 7, ndipo niliposema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, kuyafanya mapenzi yako, e Mungu wangu, ndiyo furaha yangu, naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Sheria yako imo moyoni mwangu. Mawazo ya Mungu juu yako lazima ifike mahali uyajue Mungu anawaza nini juu yako na mawazo ya Mungu ni yapi juu yako. Usipoyajua utateseka sana. Ikitokea umeyajua, umeshashinda. Kwa hiyo tunachotazama ni nini? Ni hayo mawazo ya Mungu ni yapi. Ingia kwenye maandiko, yapo. Watu wote unayajuaje? Yapo kwenye maandiko. Yajifunze haya maandiko. Kama mtoto anavyoanza baby class, lengo ni nini? Ili ajue ni kitu gani alichonacho, na sisi katika kutaka kujua alichonacho Mungu juu yetu, lazima ifike mahali tuyatambue mawazo ya Mungu ni yapi kwenye maisha yako na kwenye maisha yako. Mzaburi ameeleza wazi hivi vitu Mungu alivitengeneza, ni kati ya fumbo
ama mystery kubwa ya Mungu kumuumba mwanadamu. Alitengeneza hiki kipande cha mawazo ya Mungu kwa mwanadamu, aliyatengeneza, yapo. Kwa hiyo ni muhimu sana ujue anachowaza Mungu juu yako, ama ni nini mawazo ya Mungu the creator juu yako wewe. Ni muhimu sana, usipoyajua utateseka. Get to know his thoughts, mawazo yake juu yako lazima yapatikane kwenye neno lake, na kwa sababu hiyo ni wajibu wako ujifunze nini anachowaza juu yako. Kipo kwenye maandiko, kipo kwenye maandiko. Maana ninayajua mawazo ninayowazia, na kwa jinsi ambavyo ametumba ili tupate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyetumba. Lazima ifike mahali tuvae huo ufahamu. Hata sala na maombi tunayoyafanya, kikubwa ni kutafuta mawazo ya Mungu ni nini, ni nini Mungu anachowaza juu yako. Hakukuleta tu bahati mbaya uishi unavyotaka, yako hayo mawazo, lakini sio wote wameweza kuyabeba. Kwa hiyo ni ushauri wangu kwako, chukua muda wa kutafakari, ingia kwenye maandiko, jifunze sana neno lake, jifunze kuwa mwanafunzi. Lengo tu sio kwa nini, no, ila tujue anachowaza Mungu juu yako. Hayo mawazo yapo, na kumbuka mawazo yake ni uzima. Ni zaidi tu ya mawazo, tutaangalia huko mbeleni tutakapoanza mfululizo unaofuata. Kwa hiyo jifunze, weka muda wa kujitafakari ili upate kujua ni nini anachowaza Mungu juu yako wewe. Tumsifu Yesu Kristo.